Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama jinsi vilivyo yotanguru mo vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uweza wako. Bwana Mungu, nashangaa kabisa jinsi wewe ulivyo mkuu. Nyota ngurumo, vitu vingi vyote Siku ya leo nataka tunene kidogo kuhusu kuabudu ama worship. The power of worship. The power of worship. Ama nguvu iliyo katika kuabudu Bwana. Wakati tunakuja mbele za Bwana kumwabudu, wakati tunaabudu Mungu kwa maisha yetu hapa kanisani na pale nje. Tunafaa kuelewa kuna nguvu ambayo inakuja na hilo tendo, na hayo ndio maneno ningetaka tuangalie siku ya leo. Wacha tuombe kwa sababu ya neno, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru mara nyingine Bwana. Asante asubuhi ya leo kwa vile umekuwa mwema na mwaminifu kwetu. Tunajipeana kwako Mfalme, twalibarikisha neno lako mbele zako Bwana. Kalibariki likafikie mioyo yetu Bwana kwa njia inayostahili, kwa njia ambayo umekusudia Bwana, ndio likaweze Mungu wangu kukuletea utukufu wewe peke yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Praise God. Fungua Biblia yako, kitabu cha Exodus ama Kutoka, chapter number 8. Kutoka chapter number 8 verse number 1. Kutoka chapter number 8 verse number 1. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili waende, ili wapate kuniabudu, na wapate kunitumikia. Hiyo ni Romans chapter number 8 verse number 1. Somo lingine ningependa tuangalie ni hiyo ilikuwa Exodus chapter number 8 verse 1. Somo lingine nilikuwa nataka tuangalie ni Romans, Warumi 12 mstari wa kwanza. Romans chapter number 12 verse 1. Romans, Warumi mlango ni 12 mstari ni wa kwanza. Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Acha nisome tena. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Nimewaambia ningependa tuangalie nguvu inayoletwa kutokana na kuabudu, ama the power of worship in our lives.
kwa zile verses ambazo tumesoma, ningependa tuelewe kwanza what is to worship, ama kuabudu ni kufanya nini. Ni vizuri tuelewe kwamba kuabudu ni ile hali ya kumuinua Mungu katika uwepo wake kupitia sauti zetu na pia kupitia mioyo yetu. Hii ni kumaanisha kwamba kuna vitu viwili ambavyo viko involved. We have two aspects that we involve in worship. One, we involve our voices, ama tunatumia sauti zetu kuabudu Mungu, na tena tunamwabudu kwa mioyo yetu sisi wenyewe, kwa mioyo yetu. Na mtu anaweza uliza, ni kwa nini? Maana ya kuabudu ni nini? Let me tell you. Wacha nikuambie kwamba tunaabudu kwa sababu it is a command from God. It is the will of God. Ni Mungu yeye mwenyewe ndiye anataka tumuabudu. Mungu yeye mwenyewe ndiye ametoa amri kwamba sisi wale ambao tumeitwa kwa jina lake tunafaa kuwa watu wa kuabudu. Tunafaa kuwa watu ambao kila wakati tunahakikisha kwamba tunamwabudu Mungu, because we are not of our own. Sisi sio wetu sisi peke yetu. Kupitia matendo ya Mungu mwenyewe katika kitabu cha Mwanzo inatuambia kwamba God created a man in his own image. Na wakati aliumba mwanadamu alimweka ile breath yake. So we are the breath of God. Sisi ni pumzi ya Mungu. Mungu aliweka pumzi yake kwa mwanadamu. Kwa hivyo sisi ambao ni watu ambao wameitwa na jina la Mungu tunafaa kuelewa manake sisi ni pumzi yake, na amesema tunafaa kumwabudu. Hakuna jambo lingine ambalo tunafaa kufanya isipokuwa ni kumwabudu Mungu. Kwa hivyo tumesema we worship God because it is his will for us to worship him. It is his will for us to live a life of worship to God. Akaita wana wa Israeli, akaita Musa, akamwambia, nimesikia kilio chao, nimesikia vile wamenililia wakiwa mahali pa mateso, pale ambako ni Misri, ambapo wanabebeshwa mizigo mizito, wanafanya kazi ambazo ni kazi nzito, kazi ambazo zinawasumbua. Wanangu wameninilia mimi nikiwa Mungu, na nimesikia kilio chao. Na kwa sababu hii, ewe Musa, inuka. Na kwa sababu wewe ndiye ninataka uende pale Misri uongee na Farao, umwambie hivi, achilia wanangu, wana wa Israeli, waende wakanitumikie pale jangwani. Waende wakaniabudu mimi, wakaabudu jina langu. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa, in our lives we are not of our own. Sisi sio wa peke yetu. Tumeitwa ndio tukaweze kumwabudu Mungu. Tuige mfano uliotokana na wana wa Israeli. Wakati walililia Mungu, Mungu aliwakubalia. Mungu alisikia maombi yao. Mungu akasikia kilio chao. Lakini wakati alisikia kilio chao, what was the response of God? Ndio nimesikia. Wacha wakuwe huru, ndio waingie wanitumikie. Ndio waingie waniabudu nikiwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yesu akanena na wanafunzi wake, akawaambia, a time is coming, ama wakati unakuja, ambao waabudu wa ukweli wataniabudu, wataabudu Mungu aliye hai kwa njia ya roho na kwa njia ya ukweli. A time is coming when true worshipers will worship the Father, our God, in spirit and in truth. For these are the kind of worshipers that the Lord is looking for. Wale ambao wako tayari kumwabudu Mungu kwa njia ya ukweli na kwa njia ya roho, hawa ndio waabuduo wa ukweli ambao Mungu Baba anawatafuta.
And it is not any other group other than ile tuko nayo hapa siku ya leo. Kanisa ya leo Mungu anawaita ndio mkuwe watu wa kuabudu kwa njia ya ukweli na kwa njia ya roho. So wakati tunasema we are worshiping in spirit, tunaabudu kwa roho. It is good to understand that God is a spirit, and therefore the true worshippers must worship in truth and in spirit. Why? Sababu Mungu mwenyewe ni roho. Hiyo ni kumaanisha lazima ujali maisha yako ya kiroho. Lazima wewe ushughulikie maisha yako ya kiroho. Ujue unaishi aje na huyu Mungu ndio uwe mtu wa kumwabudu. Ndio uelewe that which God wants you to do. Wakati anasema you have to worship. The true worshippers are to worship in truth and in spirit. How is your spiritual life? Tukisema maneno ya worshiping in spirit, ama wakati mwanadamu anafaa kuabudu kwa njia ya roho. Unajua kuna watu wanafikiria kuabudu kwa roho. Zamani sana sisi tukiwa watoto, kuna watu walikuwa wanajiita manabii. Na kuna vile nilikuwa nasikia wakiomba kwa zile hapo kwa neighbors wetu. Wale ambao walikuwa wanaamini, si kuna watu wanavaanga nguo za kala fulani, wanajiita wanabii. Umewahi kukutana na hao wamama? Mostly they are ladies. And when they come to pray, wakati wanakuja kuomba, wanarusha shingo na kichwa, wanaanza kusema harakisha baba. Umewahi sikia watu kama hao? Wanaharakisha, riba, wanaomba kwa njia, wanajaribu. It is in fact wakati nimekuja kuelewa neno la Mungu, nilikuja kuelewa kumbe they are trying to be like they are worshiping in spirit. Manake ulimwengu watu wamepotea, hawaelewi wakati tunasema worshiping in spirit means what. They think, wanafikiria ni maneno you see, vituko peke yake. Hiyo sio njia ya kuabudu Mungu kwa roho. Hiyo yote ilikuwa ni vituko na visarakazi vya village, kundanganya watu ambao hawaelewi ni nini tunafanya. Wakati tunasema tunaabudu Mungu kwa njia ya roho, first of all, kwanza lazima huwe na imani. Ndio ujue ya kwamba wakati nimekuja hapa kuabudu, nikiambia Mungu Baba pokea sifa, sio lazima niseme pokea sifa. Si hiyo ambayo inaleta uwepo wa Mungu. Ambia Mungu pokea sifa Bwana, na hiyo atakuwa amesikia. Hallelujah. Because it depends with kile unaamini. Sio kujifanya, sio kujaribu kufanya ni kama kwamba unatembea kwa Roho Mtakatifu, na tunajua the spirit of God is not a spirit of confusion. Yeye sio roho ambaye ni wa vituko na visarakazi vile watu wanachukulia Mungu. Yeye sio roho ambaye analeta maneno funny. God is not a funny being kama vile watu wangefikiria. God is simple. He is as simple as he looks to you. Ni mnyenyekevu. He is gentle. He is not akanjaribu kuchange image. He does not even try to change his image so that you can believe in him. I'm telling you, true prophets don't even say that they are prophets. Wale manabii wa ukweli hata huwa waendi wakisema wao ni manabii. Lakini kuna wale tunajua hata huwa wanaitisha vitu. Kuja na kuku ni kuonee. Kwa nini unaenda kuonewa? You have the word of God with yourself. Tuko na Biblia. Praise God. Tulisema kwa church tuwe tunabeba Bible. You have the word of God. Uko na neno la Mungu wewe mwenyewe. Kwa nini ubebe njogoo uende ukaonewe? Ni nini shinda ambayo inakushika pale kwenu? That is not the kind of worship that we are talking about.
We are talking about that worship. Tunaongelelea ile kuabudu ambayo unafanya kwa njia ya imani. Kama hapa tumekuwa tukiabudu kutoka asubuhi kwa nyimbo, kupitia nyimbo. Tumeimbia Mungu, tumemuinulia mikono yetu, tumenyenyekea mbele zake kwa kuomba, na tunaamini ya kwamba Mungu ametusikia. Sio lazima tutoe vituko na sarakazi ndio tuweze kuona ni kama tumefanya kazi sana mbele za Bwana. So when we talk about worshiping God with our spirits, with our whole hearts, spiritual worship, hiyo ni kumaanisha lazima uwe na imani, lazima uwe mtu ambaye unatumaini na una imani kwamba Mungu amesikia. Ukimwambia amesikia, because God is a spirit, and because he is a spirit, then we should worship in spirit. We should speak to him in spirit. Praise the name of the Lord. Tena worshiping in spirit inamaanisha kuabudu Mungu na kila kitu ambacho kiko ndani yako, kwa maisha yako, in your life, vile unaishi, na and whenever and wherever, anytime, hata ukiwa umelala, hata kama unatembea kwa barabara, hata ukiwa kwa kazi zako ndogo ndogo za nyumbani, mahali pale unaweza abudu Mungu wako. Unaweza abudu Mungu kwa matendo yako. Mahali popote pale uko. Unajua kuna watu wanafikiria kuabudu Mungu unafanya tu kwa kanisa. Sio hapa tu. Wakati unatenda matendo mazuri kulingana na neno la Mungu pale nyumbani, ama ukiwa kazini, ukiwa barabarani, ukiwa wherever you are, at that moment you are worshiping God. Kuna watu ambao wananena sana hata maneno ambayo hayafai when they are outside. Kuna watu wakitoka kwa huo mlango, matendo yao ni mabaya zaidi. Why? Kwa sababu hawaelewi kwamba pia matendo mazuri ni njia ya kuabudu Mungu. Your actions. Ndio maana tunaambiwa katika kusoma Biblia, wakati unasoma Biblia utaelewa Mungu anataka ufanye nini. Because in this world there are people who depend on hearsays. Kuna watu ambao wanategemea tu yale walisikia. Kivyao hawasomi Bible. Kivyao hawajui. They only hear people saying. Wanasikia tu, wanategemea maneno ya watu. Ujue, I remember even one day tukiwa staff room, nilisikia mwalimu akisema hivi. Hata Biblia inasema afadhali kuzaa mwizi kuliko kuzaa mjinga. We umewahi ona hiyo kitu kwa Biblia? Watu wanategemea maneno ya kusikia kutoka kwa wengine mpaka mtu anabandika kwa Bible. Why? Sababu hayuko tayari kuelewa neno la Mungu linamwambia afanye nini. Kuna watu ambao they lack knowledge. They don't know what is expected of them. Hawajui wafanye nini. Na kwa sababu hawajui, wanategemea yale maneno wamesikia kwa neighbor. They are not even ready to read the word of God to understand what it tells them to do. They don't have the laws of God in themselves. They even don't know. Na wao ni Wakristo. Mpaka unashangaa. Wakati Yesu alijaribiwa na shetani alikuwa anamwambia fanya hivi. Lakini Yesu mwenyewe alisimama akamwambia imeandikwa. Sasa kama wewe hujui neno, utasema aje imeandikwa? Utasema imeandikwa, si utaenda kusema hiyo ya afadhali kuzaa mwizi na useme imetoka kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Praise God, church. Amen. Let us embrace reading the word of God. Ndio ukiwa popote pale usindanganyike. Mtu yeyote asikuambie fanya hiki na kile na wewe hata ujui kwa Biblia inasema ufanye nini. Wakati tunasema neno
litatusaidia kufikia Mungu. Again, worshiping in truth means number one, worshiping in your heart. Ujue kuna watu ambao they only worship sababu wameona tu wengine wanafanya worship, but in their hearts are too far from God. Lakini Biblia inatuambia when we are worshiping God, let us worship God in our true hearts. Let our hearts connect to the Holy Spirit. Ndio maana unakuta wakati wengine wana worship kanisani, unaweza pata hata kuna watu wanashare story ya jana. You see vile tulienda jana ikafanyika. Hiyo sana inakuanga kwa youth. Mtu anaambia mwingine story. Ujue hiyo wiki yote hamjapatana, mmekuja kupatana hapa kanisani, and you want to tell your friend where you have been the whole week. Unataka aelewe yale umepitia. Unataka aelewe vituko umepata huko nje. But it is not the right time to tell a person to share things, to share stories. Wakati ambao tunaabudu, unafaa kupeana moyo wako kwa Mungu, you connect to God himself. Again, worshiping in truth means worshiping through the word of God, which is the gospel of truth and the gospel of salvation. Biblia inatuambia God respects his word. It is that word of God that is in your heart that God will respect. Wakati neno la Mungu liko ndani yako, hilo neno ndilo Mungu ataheshimu. Please, that is where we are told we should not rely on our own understanding. Wanadamu wako na, they have their own world. Wanadamu wako na dunia yao. They understand things differently. The Bible says that vile mbingu na nchi ziko mbali, ndivyo the mind of man and the mind of God ndivyo zimeachana. So you can imagine, if you rely on your own mind, hauwezi fika mahali. You have to rely on the word of God. Kuna vitu zingine tunafikiria na tunaona ni kama zinafaa, na tunaona ni kama they are sweet, and we feel as if we are even right to do such things. There are times we depend on what we think and on how we understand things. But it is good to understand that the only way to worship God is to match with his word, not to rely on our own understanding. Mawazo yetu yanaweza tupotosha, lakini tukisimama kwa neno la Mungu tutakuwa na ushindi. Kusimama kwa neno tu, standing by the word of God, is the only way that can give you victory. But you cannot rely on the understanding of your mind. There are times when we look at things, like for example, uangalie uone maybe whatever that is going on here, sidhani kama inanifurahisha. But what does the word say about it? For instance, in the book of Thessalonians, the Bible tells us, pray without ceasing. Pray without ceasing. Wakati Yesu alipanda, aliacha ameambia wanafunzi wake, kesheni mukiomba. Kesheni mukiomba. When Jesus was here on earth, he could go to the mountain to pray. The Bible tells us, angeenda kwa mlima kuomba, na angeomba the whole night. Imagine Jesus is God. He could pray for hours. Na sisi nje ambaye sisi ni wanadamu. What about us who are human beings? It is good to depend on God, to stand on the gospel of salvation, which is the true word of God. Worshipping in truth again means worshipping in Christ Jesus. The word tells us that
Jesus akanena na wanafunzi wake akawaambia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yesu akanena na wanafunzi akawaambia hivi, whatever you have seen me doing, you can do it if you only believe. You can even do greater than what I'm doing. Pray in my name. Whatever you ask on earth in my name shall be given unto you. How many times have we complained that we don't have this? Unalalamika, sina hiki, kuko hivi. Lakini wewe umeomba kwa jina la Yesu kulingana na vile alituambia, pray in my name, and whatever you pray for in my name you will receive. Have you prayed? Bwana Yesu asifiwe sana. So the elements of worship that we have, number one, we have prayer. Prayer connects us to God. According to the book of Luke, chapter number 6, verse number 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray, and they spent the night praying to God. Again, Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Verse number 20. Do not treat prophecies with contempt. Wakati umepewa unabii, tuseme sasa kama huu ambao unaambiwa omba chochote kile ungependa. Pray whatever that you would like to have. Pray in the name of Jesus and you will receive. Don't take that word kwa njia ambayo haifai. Usichukulie ni kama ni kusema tu tunasema. Take it and practice it. Don't wait for a big situation maybe, or a big thing or something else that is maybe. Ujue mtu wakati mwingine tukiwa wanadamu tunangojea maneno makubwa, tuone maneno makubwa ndio tuamini ya kwamba Mungu ako mahali pale. If today you are not able to see God in this church, then it means your spiritual eyes zimefungwa. Open your eyes and see God in the church. Bwana Yesu asifiwe. Open your eyes and see what God is doing. Fungua macho yako, utazame uone kile Mungu anafanya. Utazame uone. Mungu hata akikuja pole pole, anakuja pole pole, lakini anawafikisha pale mnaenda. Anawafikisha pale amekusudia kufika na nyinyi. Understand that it is by prayer. Ni kupitia maombi Mungu atawafikisha. Wakati tunaomba, when we are praying, sababu tunasema njia moja ya kuabudu ni kuomba. When we are praying, what do we expect in our prayer? Unajua ndio maana watu wengine wakiambiwa waombe, wanaomba tu dakika 3 na wamekauka. Hawajui waseme nini tena. Mungu Baba, bariki, bless our country, bless our church, bless me, bless my family. Full stop. Hawajui, they don't know what next. Na wananyamazia hapo na maombi inaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. When you are praying, learn to adore God. Hebu simama utafakari maneno ya Mungu. Uone jinsi Mungu alivyo mkuu. Utazame hata kama ni hizi milima. Angalia vile tumezungukwa na milima pande hii. Angalia pande hii ni milima. Tazama vile Mungu alivyo mkuu. Angalia hata vile ameumba. Look at the trees around. Look even at the people that are so handsome and so beautiful. Wale ambao wamekuzunguka. Learn to appreciate the beauty of God. Learn to appreciate that which he can do. Learn to appreciate. Imagine hata Mungu kupatia mwanadamu hekima ya kujenga nyumba kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Imagine Mungu kupatia mwanadamu hekima ya kutengeneza hata magari. Try to think of the greatness of God.
Ni aje Mungu alivyo mkuu. Mwambie ni asante Bwana kwa sababu ya vile ulivyo mkuu. When I look at your creation, I lack once to stare. I lack once to say how great your name is. So in prayer, unaweza weka adoration. Adoration ni Bwana Yesu asifiwe. It is only that person who does the will of God that will belong to God, that was given the right to become a son in the kingdom of God. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya mapenzi ya Mungu, then you have the right to becoming the son of God. It is by death of Christ Jesus, kupitia kifo cha Yesu, damu ikamwagika msalabani, ndio tukaweze kupata urithi, tukaweze kurithi ufalme wa milele. But it is not to everybody. Sio kila mtu ambaye atarithi ufalme wa milele. Ufalme wa milele utapatiwa yule ambaye anatenda mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is why the Bible says in the book of Matthew, wengi watakuja wamwambie, oh God, si tulifukuza mapepo kwa jina lako. We even healed in your name. We performed miracles in your name. Hey, unafikiria ni mtu hivi wana perform miracles? Unafikiria ni kama mtu hivi kanaweza fukuza pepo? Bwana Yesu asifiwe. Which means it is not the preaching that will take you to heaven. It is not anything else. Kitu ambacho kitakupeleka mbinguni, kitu ambacho kitakufanya wewe urithi ufalme wa Mungu ni kutii neno la Mungu peke yake. Hallelujah. Obeying the word of God. So I'm speaking this because tuko na watu ambao wanahudumu kwa kanisa kwa njia mbalimbali. Hata kama nimesimama hapa nikihubiri, I am supposed to understand it is my obedience to the word of God that will take me to heaven. Na pia wewe ambaye uko hapo, you are a preacher also, you are a praiser, you are a worshipper. You are kuna kazi, those noble tasks that you are given in the house of God. That is very good of you. Unazifanya zote na unafanya kwa uaminifu. Lakini my sister, my brother, it is good to understand. It is only by obeying the word of God that will take you to heaven, that will make you see God. Hiyo tu kumtii na kutenda kulingana na mapenzi yake ndio itakusaidia kumuona Mungu. Hallelujah. Amen. Kusimama ndani ya neno la Yesu is the only thing that will give you victory in your life. So wakati tunafikiria kuhusu neno la Bwana, kumbuka we are able to apply the word of God. Again, it helps us, it creates awareness of God's power and glory, thus resulting to praising of the name of the Lord. Again, meditating upon the word of God helps us to move to higher levels of obedience. You know, when you are meditating upon the word of God, when you are meditating upon the word of God day and night, as you walk alone, as you walk around the home, as you walk around, as you move out and into and out of town, and you are meditating upon the word of God. Kama unajua Biblia inaniambia, it is wrong. Ni vibaya kuongea matusi. Biblia inasema it is going to slander your neighbor. Na kweli katika mind yako unajua enyewe ni vibaya kuongea kuhusu my neighbor, ni muongee vibaya, and you already know that in your mind. Unajua huwezi ongea vibaya kuhusu yeye, si ni kweli? If you already know it is wrong and you are meditating upon that one, upon that word of God, inakusaidia kuepuka
majaribu ya dunia hii, inakusaidia kuepuka majaribu ya shetani, and then you are able to get your victory that was brought by the cross. Another element of worship is by singing, ama you sing songs like the ones we have sung here. Asubuhi ya leo tumeimba, tukasikia vizuri na tukasikia hizo nyimbo za sifa zimemfikia Mungu. Wakati tunaimba ni vizuri kuelewa we are singing to our God. We are playing music to him according to the book of Psalms chapter number 57 verse number 7. Singing is recognized in heaven. So when you are singing to the Lord, you are worshiping. You are doing that which you have been called to do. You are worshiping the name of God, and it is biblical. You should not get tired. Haufai kuchoka, haufai kuona. Ndio maana nilikuwa nasema wakati tunaimba, kujua kuna mmoja ama wawili wanaweza kuwa hawaelewi tunaimba kwa nini. We don't sing here. We don't come here to sing so that we can pass time tukingojea preacher. Hallelujah. Praise God kanisa. Amen. Hatukuji hapa mbele kuimba-imbanga, you know, ndio tungoje mhubiri ajitayarishe. Hapana. We come here to worship God, to lift him, to tell him that you are worthy of our praise. You are worthy of our worship, oh God. Hakuna kama wewe Mungu wetu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wakati unamwambia hivyo, ile situation ilikuwa imekulemea kwa maisha yako, inateremka chini ya neno lake, inateremka chini ya jina lake. Manake umemuinua, shinda zako zinateremka chini na unapata ushindi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. The very last verse that ningependa tuangalie pamoja ni the book of 1 Thessalonians chapter number 5 verse number 22 to number 26. Hebu tuangalie hilo somo pamoja. 1 Thessalonians chapter number 5. Thessalonike ya kwanza 5:22 to number 26. The Bible says, avoid every kind of evil. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful. He will do it. Hallelujah. Number 26. Skip 25. Greet all the brothers with the holy kiss. Hallelujah. Greet all the brothers with the holy kiss. Na hapo ndio nataka tumalizie siku ya leo. What does the Bible tell us? It tells us to love each other, to be blameless before God. You know, when we love each other, wakati tunapendana, neno la Bwana litapata nafasi ndani ya mioyo yetu. Lakini wakati tumeweka files za ubaya, au nitasimama hapa kuhubiri, but somebody will be saying, were it not for that one who was preached by that lady, ningelisikia. Ni vile hili neno lilineno na fulani na kuna vile alinifanya. Or maybe hata labda hakuna kitu alikufanya. It is because you don't like her, or maybe because of some other reasons. It is because this one was preached by that brother, I would have believed it. It is because this word was preached by that other person, I would have believed it. My brother, my sister, the Bible tells us, brethren, give each other a holy kiss. Hallelujah. Amen. Give each other a holy kiss, meaning that we should embrace each other in the ministry of God.
In God there is no hatred. You have to overcome your hatred. You have to love those who hate you. Lazima upende wale ambao hata unajua kwa ukweli hawakupendi, so that this word of God can make meaning into your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is why the Bible tells us, pray even for your enemies. Because if we don't pray and love our enemies, then we are not different from those people who are in the world who are perishing. Hatutakuwa na tofauti, lakini ndio tukue na tofauti, tuonyeshane upendo wa Kristo. Lazima tupendane regardless of our differences in the background. We can deal with the differences that are in the background. Tunaweza ondoa yale ambayo yanatufanya tusikuje pamoja. We can remove them so that the word of God can be magnified in our lives. Tunaweza ondoa differences ndio Mungu aweze kutembea katikati yetu. Hallelujah. My brothers and sisters, are we ready to overcome the differences that could be ambazo zinaweza kuwa zimeletwa na mwovu shetani? Hallelujah. Tuko tayari kuweka chini mizigo ambayo tumebeba mizito ndani ya mioyo yetu ndio tukaweze kuona Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. The book of Matthew says, come unto me those who are heavy burdened. Come unto me. Nipatie mzigo wako mzito, and I will give you my lighter burden. Inaweza kuwa kwa moyo wako uko na mzigo mzito sana, na huu mzigo umebeba sababu ya fulani. It is the high time you put it down so that Christ can get a chance in your heart. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. As brothers and sisters, let us give each other a holy kiss. Praise the Lord. Let us give each other a holy kiss. You know, when it comes to giving a holy kiss, it is where even that person ambaye alikuwa amenikasirisha mchana na nikasikia ni kama kwamba hata tukikutana mtiani salamu ni za kulazimisha. It is the high time you march forward in the name of Jesus and you say, oh my God, I put every difference down so that I can give true worship to my God who lives, so that I can witness the goodness of Christ. You know, it is only by giving the true worship that can help you to witness the goodness of the Lord Jesus Christ in our lives. Hallelujah. Amen. Tusimame tuombe na jina la Bwana litapokea utukufu. Roho yangu mwinue Baba, yainue matendo ya Mungu aliye hai. Ni Mungu aliyekuweka, ni Mungu